huzuni jinsi ambavyo anaenda kubeba haya mateso ya wanadamu. Yesu aliomba maombi haya, akasema, si mapenzi yangu bali mapenzi yako yatimizwe. Wakati anaomba Yesu alikuwa na vita ya kiroho. Yeye alikuwa anaona vita ya kiroho. Anaona vile anashindana na adui Shetani, anaona vile anabeba dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo unaona Yesu alibeba, anataka timiza mapenzi ya Baba, lakini pia kuna mapenzi kama mwanadamu anasikia maumivu. Kwa hiyo unaona anasema aliomba mapenzi yako yatimizwe. Jamani, haleluya! Ushindi dhidi ya aibu huanza kwenye maombi. Wewe unayeandika, ushindi dhidi ya aibu huanza kwenye maombi ya kujitoa kwa Mungu. Yesu anajitoa kwa Mungu. Alikuwa amebeba mwili, kwa anasikia maumivu, kama ni huzuni anaona. Kwa unaona Yesu vile ambavyo amebeba aibu. Kwa ushindi dhidi ya aibu huanzia kwenye maombi. Hakuna namna mtoto wa Bwana, mtoto wa Mungu utashinda kama magoti yako haupigi kwa Mungu. Wengine wanaenda kwa waganga kienyeji, wengine wanaenda kwa waganga kienyeji wapewe nguvu, wapewe utajiri. Lakini sisi watoto watandika, sisi watoto wa Mungu, ushindi wetu utaanzia kwa magoti. Ushindi wa kuteka lile eneo tunalotaka utaanzia kwenye magoti. Ushindi kwenye familia yako utaanzia kwa magoti. Ushindi kwenye ndoa yako utaanzia kwa magoti. Ushindi wetu unaanzia kwa magoti. Hata leo Samsoni Kameta angekuwepo angesema hivi, ushindi wake miaka yote. Hata leo mama yuko hapa, ushindi wa miaka yote. Hata wazee wako hapa, tungeuliza angesema, tulishinda mwanangu, kwa sababu tulikuwa tunaomba. Zamani wazee wanaenda kwenye milima, wanaacha familia, wanaweka mikesha, wanaomba. Ushindi unaanzia kwa magoti. Hatutapiga magoti kwa Dagoni yoyote, kwa miungu yoyote, kwa mizimu yoyote, lakini magoti yetu yatapigwa kwa Mungu, maana ndipo ushindi wetu unaanzia. Kama unanielewa, piga kelele, sema amen. Maombi ya kujitoa, maombi ya kuacha chakula, maombi ya kuacha vitu vitamu na utamani kula, maombi ya kuacha starehe, maombi ya kutaka uso wa Bwana. Yesu anaenda Getsemani. Kwa nini anaona huzuni? Anaona wanadamu wanavyoteseka, anaona wanadamu wanavyolia, anaona wanadamu waliobeba mizigo, anaona wanadamu wanavyolia, anabeba huzuni ya ulimwengu. Na Mungu hakumtazama kwa sababu alikuwa amebeba dhambi ya ulimwengu. Akifika mara sema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, manake mateso haya niepuke, sio kama anavyotaka mimi, bali mapenzi yako. Nisikilize nikuambie, katika mahitaji yako unayotaka utendewe, jambo la kwanza, taka mapenzi ya Mungu. Taka mapenzi ya Mungu. Kuna saa tunaenda kwenye maombi tunataka mapenzi yetu, lakini kuna saa tunataka mapenzi ya Baba, mapenzi ya Yehova. Nataka niwaambie, mapenzi ya Mungu ni bora kuliko mapenzi ya mtu yeyote. Mapenzi ya Mungu ni bora kuliko hata mapenzi ya mume wako. Mapenzi ya Baba ni bora kuliko mapenzi ya mume wako. Jamani, haleluya, haleluya. Sema ameni kwa Yesu. Moja ya mapenzi ya Baba, nataka watu waokolewe. Ndio maana nimekuambia jana, usione aibu. Don't feel shy. Usione aibu kumwambia Yesu mtu anakupenda. Sio wewe utakayeokoa. Thank you. Asante Baba. Sio wewe utakayeokoa. Alafu tuna Kiswahili kizuri sana cha Kitanzania. Mjumbe hauawi. Si ndio jamani? Moja ya mapenzi ya Mungu ni kuona watu wanakuja kwa Yesu tandika.
Ni kuona kila rumu ya watu wamepanga, awe ni single boy, single mother, single whatever. Anataka kila mtu aje afikirie toba. Ndio mapenzi yake. Ndio maana Yesu alikufa. Kwa ushindi wetu, watu wa Mungu, unaanzia kwa magoti. Nataka nitie moyo mtu mmoja asubuhi ya jioni ya leo. Wewe ulikuwa umechoka kuomba, amka tena. Wewe ulikuwa unasikia usingizi, amka tena. Kuna mkesha unasikia kuja kwenye marangu haya. Useme shaka tararaba. Uinue sauti yako kwa Bwana. Njoo, amka tena. Prayer warrior, amka tena. Waombaji, amka tena. Hakuna namna tunatoboa bila maombi. Hakuna wahubiri wakubwa ambao kwenye historia utawasoma walikuwa waombi. Kila mhubiri yoyote mkubwa alikuwa anaomba, alikuwa anaacha chakula. Kila mtumishi yoyote unayemfahamu anaacha chakula, mtu wa maombi. Hautakufa ukiacha chakula cha asubuhi kana jioni, hautakufa. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Nikuambie tu na nikuambie, wewe una vidonda vya tumbo, wiki la kupona wewe kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya! Hautakufa. Yesu majira yake alikuwa anaomba. Kwa nini anaomba? Nitakwambia hapo baadaye zaidi. Lakini unaona ushindi dhidi ya aibu unaanzia kwenye maombi ya kujitoa. Ndio kuna maombi ya kuhamasishana, wewe born again tufunge, CS tufunge, WWK, nini. Kuna mtu anapitia vita hapa, ana majaribu mengi, John tuombe. Yaani ukisikia kuna majaribu ya mtu, ndio sasa tuombe, tupige maombi. Kuna maombi ya kuhamasishana, lakini kuna maombi ya kujitoa. Na mimi naamini maombi ya kujitoa yana baraka zaidi kuliko ya kuhamasisha sana. Pastor, kuna watu unaweza kuhamasisha alafu hata wasitokee. Lakini yale maombi ya kujitoa, kwamba mimi naishi kwa ajili ya Kristo na ni Kristo ndani yangu, ninahitaji niombe. Jambo la kwanza tunapoomba, waga tunajenga ushirika na Mungu. Wewe unaandika tu vizuri. Tunapoomba tunajenga ushirika na Mungu. Tunapokuja kwenye maombi tunajenga ushirika na Mungu. Ndio maana Yesu akiwa naomba, naongea na Baba. Anasema, Baba, ikiwezekana, haya mateso ni makubwa haya. Haya mateso ya kubeba dhambi ya dunia sio marahisi haya. Unaona, anajenga ushirika na Baba. Kwa tunapoomba tunajenga ushirika. Na kama tunajenga ushirika, hatutabakia watu wa aibu kwa jina la Yesu. Lazima tutoke kwenye aibu, twende kwenye utukufu. Nasema machozi ya mtu anayodondoka hayatamwacha salama. Kuna utukufu anauendea, kuna viwango anaviendea. Anapolia ni kama anafedheka, anapolia ni kama anadharaulika, anapolia ni kama amekataliwa, ni kama ametengwa. Nasema unaenda viwango vya utukufu. We are going to another glory. Hallelujah, hallelujah. Tunapoomba tunajenga ushirika. Yesu anaongea na Baba, ikiwezekana. Yuko na Baba. Anajenga ukaribu, anajenga intimacy, anajenga ukaribu, ushirika na Baba. Biblia inasema, nikaribieni mimi nanyi nitawakaribia. Leo watu wako bize na biashara kuliko Mungu, wako bize na vikoba kuliko Mungu. Endeni na vikoba vyote, nyie endeleni na vikoba, endeleni na kila biashara, fanyeni. Lakini saa ya Mungu ni saa ya Baba. Mpeni Mungu heshima ya kwake. Jamani, haleluya. Nataka nikuambie siri. Ikiwa muda wa ibada na Mungu unautenga vile vile, na biashara yako ukiomba asubuhi ibarikiwe, itabarikiwa, kwa sababu Mungu ana nafasi kwenye biashara yako. Kwa
Kwa nini tunapata hasara kubwa? Kwa sababu mara nyingi Mungu hatunaye kwenye biashara zetu, na hatujawa waaminifu kwake. Tunapokuwa waaminifu kwa Mungu, nilikuwa nasikia moja ya klipu anasema, anayekuwa mwaminifu kwa machache Mungu anamweka kwa makubwa kwa Yesu. Maana Mungu anamtoa utukufu hadi utukufu. Ni wewe ndio wa kutoka kwenda utukufu, ni wewe ndio wa kuhama kwenda utukufu, ni wewe ndio wa kutoka kwenye aibu. Yesu alikufa ili wewe utoke kwenye aibu, utoke kwenye kilio. Sema natoka kwa jina la Yesu. Kwa maombi yanajenga ushirika, lakini maombi yanatupatia majibu kutoka kwa Baba. Tunapoomba tunapokea majibu yetu kutoka kwa Baba. Mathayo sura ya 7 mstari wa 10 mpaka 12. Mathayo sura ya 7 mstari wa 10 mpaka 12 anasema, kila aombaye hupokea. Kila aombaye hupokea. Mtu angeniuliza, Samueli, kwa nini unapenda kuomba? Ningemwambia, kila napoomba ninapokea. Kila napoomba Mungu ananijibu. Anasema, maana kila aombaye hupokea. Kama watu watandika, nataka niwaambie, tutapokea majibu yetu kwa jina la Yesu. Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Hata kama ulifunga siku 3 hujaona majibu, nasema utapokea, maana kila aombaye hupokea. Hata kama uliomba kongamano ukopokea, nasema kila aombaye kwa jina la Yesu hupokea. Utapokea kwa jina la Yesu. Mimi nimeanza kuona ule uwanja tayari. Ule uwanja watandika ni kama nauona. Maana kila aombaye hupokea katika jina la Yesu aliye hai. Tutapokea, maana sisi tunaamini fedha na dhahabu ni vya Mungu wetu, ni vya baba yetu, ni vya baba yetu. Nasema tutapokea kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Acha nitabiri, unatoka kwenye aibu unakwenda kwenye utukufu kwa jina la Yesu aliye hai. Sema ameni kwa Yesu Kristo aliye hai. Tunapoomba tunaachilia mizigo yetu kwa Baba. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7 anasema, msijisumbue kwa neno lolote. Kumbuka naongea tunatokaje kwenye aibu na kwenda kwenye utukufu. Lazima tuwe waombaji. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 mpaka ule wa 7 anasema, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu zijulikane na Mungu. Kama mimi ni mwongo, hajaandikwa hivyo kwenye Biblia. Sema, pastor, unaongea ya kwako, hajaandikwa hivyo. Imeandikwa hivyo. Msijisumbue kwa neno lolote. So when we pray, we are taking away all the stress. Tunapoomba tunaondoa stress zetu, tunaondoa hile kinachotusumbua. Yesu alikuwa amebeba huzuni ya dunia, akaenda kwenye magoti anaomba. Anasema, Baba, ikiwezekana. Lakini mapenzi ya Mungu ilikuwa Yesu afe. Mapenzi ya Mungu ilikuwa Yesu afe kwa ajili yangu. Mapenzi ya Baba ilikuwa Yesu ateswe kwa ajili yangu, ili mimi nisikae na aibu, nitembee kama mtoto wa Baba, nitembee kama mtoto wa Yawe. Haya ndio alikuwa mapenzi ya Baba. Mtu mmoja seme ameni kwa Yesu Kristo ni hai. Haleluya. Maombi yanafanya nini kwenye maisha yetu? Maombi yale ya kujitoa yanachokifanya, jambo la kwanza, maombi yanavunja hofu na aibu ndani yetu. Maombi yanafanya nini? Yale maombi ya kujitoa, kinachotokea mwombaji yoyote, maombi yanavunja hofu na aibu ndani yetu. Ikiwa mtu amekuwa na hali ya hofu, hali ya mashaka, maombi yana tabia ya kufukuza hofu. Hofu ina tabia ya kuondoa imani, lakini maombi yana tabia ya kuvunja roho ya hofu. Neno la Mungu nasema hatukupewa roho ya woga, bali ya nguvu na ya kiasi
ya upendo. Hatujapewa roho ya woga. Asante pastor, kama ananielewa kanasema ndio. Hatujapewa roho ya woga. Tunaweza tukasema kiwanja ni milioni 200, ni milioni 300, tukaona ni mlima, tukasema Yesu wangu, milioni 200, Yesu wangu jamani, milioni 200, milioni 200, 300, 500, hata milioni 10 sijaiona. Hofu inaanza kujaa.